أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أما بعد. Ndugu mtazamaji wa chaneli yetu ya Istiqama Swahili TV, busati la elimu na hekima, tumekutana tena katika kipindi chetu kipya, kipindi ambacho kitaruka na kung'aa kwa jina la Chozi la Mzazi. Tunajua kuna changamoto nyingi katika jamii, hasa kwa kizazi cha sasa, katika kuwatii wazazi wawili, kuwasikiliza, kufuata maelekezo yao. Kidogo imekuwa ni changamoto, na hasa katika rika la vijana. Hapa Istiqama Swahili TV ndiyo suluhisho la matatizo yote. Kaa tayari kunisikiliza mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Utakuwa nami mtangazaji wako Mudaththir bin Aziz Baalawi, na kwa siku ya leo ninaye mgeni wangu hapa, Ustadh Rashid Al-Aisari. Naomba kumkaribisha na kuwasalimia jamhuri ambao wanaotutizama katika chaneli yetu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Nasalimia jamaa zetu, rafiki zetu, ndugu zetu, wazazi wetu kwa kuambia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mimi kwa niaba yao na waitikia wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustadh Rashid, leo tuende moja kwa moja katika mada. Wazazi wengi wanalia, kama kipindi kinavyosema, chozi la mzazi. Masikitiko, kesi zimekuwa nyingi baina ya watoto na wazazi wao. Imekuwa ni changamoto kubwa. Hebu mtu anaposikia uasi, au kwa Kiarabu, wanaojua Kiarabu wenyewe wanakuambia uquq, tupe maana ya uasi. Lina maana gani? Au hili neno uquq kilugha na kisheria? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neno uquq ukilichukua hili neno katika lugha ya Kiarabu, asili yake katika fi'l madhi au kitendo kilichopita, anasema aqqa. Naam. Kwa tukisema aqqa shay'a, maana shaqahu wa qata'a, kwamba amekikata, amekipasua pande mbili, amekitenganisha. Kwa hiyo uquq katika neno kutenganisha, yani vitu viwili kwa kitu kimoja, mtu akaweka sehemu mbili tofauti. Hii ni uquq. Lakini katika kisheria kwamba ni kullu ma yasduru min alwaladi yataadha minhu alwalid. Kila chochote ambacho kinachotoka kwa mtoto akawa mzazi anaudhika. Kwa tukisema kila, maana yake kuna vitendo, kuna maneno, kuna baadhi ya mambo, hata hisia baadhi ya wakati ambayo mtoto anafanya zinapelekea kwa mzazi. Yote haya inapelekea mtu kuingia katika hii uquq, kwamba huyu anahesabika kamwasi mzazi wake. Maana yake hapo asichukulie kwamba ni lazima amtukane au ampige, kumpaka hisia. Sasa nyingine mfano mtoto anawatuma na mzazi wake, hasemi au labda hakatai, hasemi chochote, lakini mzazi akimwona mwanae kwa alivyoinuka hivi hajapenda ile jambo, hasa mzazi anakereka, ule anasabika ni uquq. Kwa hiyo uquq inakuwa mbali sana, sio kumpiga tu mzazi na kumtukana, hapana. Hata hisia, au wakati mwingine namuita lakini kama hasikii, sasa mtu kimya, anasema vijana anasema kaubania kimya, fulani Mudaththir upo unasikia, lakini umekaa kimya. Sasa mzazi akahisi kwamba huyu yupo ndani, lakini hataki tu kuitikia, sasa akaudhika, huyu anasabika ni aqun, kamwasi mzazi wake. Subhanallah. Na mpenzi mtazamaji, hiyo ndiyo maana ya uasi kwa wazazi. Faida unayoipata hapa, mpenzi mtazamaji, usichukulie kwamba lazima mimi mzazi nimpige au nimtukane, kumtolea jeuri na mambo mengine ambayo tutaelezea zaidi kwa upana vipindi vijavyo. Ile hisia tu, anatuambia Ustadh Rashid hapa, hisia tu. Yule mzazi jambo kalichukia, hajapendezwa na jambo fulani, au akahisi kwamba hili jambo kwako wewe halipo sawa, basi hiyo inahesabika pia ni uasi kwa wazazi wawili. Utamkuta sasa Mudaththir, kabla kukatisha maneno au kuendelea mbele, utamkuta mtoto ana jambo moja anafanya ni uquq, anahesabika katika huyu ni aqun, anamwasi vizuri. Ndio. Utamkuta mwingine mambo mawili,
mwingine anakusanya mambo 10, 15 kwa pamoja. Kwa kila sekta ukimweka yumo kwamba huyu anahesabika kwa anamwasi mzazi. Yani kimaneno, kivitendo, kihisia, yani kila kiangalia kwamba huyu mtoto anahesabika kwamba anamwasi mzazi wake. Mfano katika visa ambavyo mashekhe wanatutajia ambao ndani yake, mdogo mtazamaji, chukua hichi kisa kwa moyo kabla masikio. Yani na kila mmoja ajiweke kwamba huyu ni mzazi, yani kila mmoja anasikiliza ajiweke huyu mzazi angekuwaje, angehisi vipi wakati hili jambo mzazi nalomkuta. Anasema kwamba kuna kijana akaoa, na anavonesha kwa mujibu wa mtazamo pesa Sheikh anavyokitaja, ana pesa zake kijana. Na kamweka mama yake ndani kwa ajili ya kumlea mtoto wake ili asipate bughdha anapotoka na mkewe. Kwa sababu katoka mkewe safari, umeenda sehemu, umeenda bichi, umeenda wapi, kwa mama yupo ndani analea mtoto, sisi tuna enjoy na maisha. Ndio. Kwa hiyo katika malengo ambayo kamweka mama. Na hayo yapo na. Sasa siku moja wakaenda kwenda katika duka hivi kwa ajili ya kununua dhahabu kumnunulia mkewe. Lakini sasa mama yeye kazi yake ni kukaa na mtoto. Ndio. Kwa kukaa ndani, mtu na mkewe wanaenda dukani. Sasa yule mtoto kidogo kana rapsha na nini, labda asikana anataka kutoka nje, yani kahatuli mule ndani. Sasa mama akaisi, ningemchukua mwanangu, mjukuu wangu huyu, nikaenda dukani, akaona labda vile nini, akashangaa, atatulia. Ndio. Kwa katoka lengo si jingine, ni kwenda kumnyamazisha yule mtoto, kwenda kumweka sawa. Abadilishe mazingira. Badilishe mazingira ili atulie. Sasa kufika mule ndani, kuingia ndani kwa duka la dhahabu. Na sisi tunajua dhahabu na wanawake. Ndio. Ufanya yote lakini alau mangu alau kipete. Kipete tu kidogo cha dhahabu. Anaona Shehe Nyundo, Ramadhani nakupigia Ramadhani nzima. Alau mbao wakanga ukushinde wewe. Yani sasa alau kipete basi kijambo la kibili, japo ya uchovya unipe. Sasa mwanamke anapenda dhahabu. Kwa kufika kule yule mama mtu ndo kana shangaa nafsi ile unasema ujana jike au ule mwanamke ukaja. Naam. Akachukua ile pete akaivaa. Wanasema shekhe kwamba pete thamani kwa pesa zao kule ni riali, lakini sasa hapa kama 60,000 na kitu, haifiki 70,000. Ndio. Ni pesa ndogo tu kwa mtu mwenye nazo. Naam. Sasa baada ya mahesabu na nini, akaambiwa thamani yako hii, kisa si hapa, lakini tunataja pesa kwa wastani wa hapa, thamani yake takriban ni zaidi ya milioni 10 ambazo kanunua dhahabu ile mkewe. Ndio. Yani milioni 13 na kitu. Ndio. Sasa akaambiwa piga hesabu, sawa. Chap katoa. Yani hakuna tabu. Ni mke wangu, sababu anaona mkewe kwamba kanunua dhahabu, kampa. Sasa kabla hajaondoka kuna kitu kingine. Hapa kuna hesabu nyingine umeisahau, 60,000 na kitu. Nazungumza kwa pesa za hapa kiasi gani? 60,000 na kitu. Angalia milioni 10 na kitu. 10 na kitu katika 60,000 na kitu. Ni ngapi? Ni nusu, ni robo, ni chini ya robo na robo. Sasa itakuwaje? Pesa hii imetokea wapi? Akaamba mzee huyu hapa kachukua dhahabu. Sasa angalia mtoto. Ina maana mpaka nyinyi wanawake wazima mnavaa dhahabu, hakuna wengine isipokuwa nyinyi tu. Subhanallah. Itakuwaje rali 100 au kesi fulani mpaka nyinyi mnavaa dhahabu? Ana mtala ukali mbele ya mamake, mkewe, mwenye duka hastahi sehemu. Mama mtu akachukua pete akaivua akaiweka juu ya meza dukani, akarudi mbio kwenye gari. Sasa yule mwanamke mkewe kidogo na moyo wa utu, maana si Uislamu ni utu, maana Uislamu bali utu mbali na kuna utu. Akaona umefanya mamako hivyo, hukumjali, hukumtazama. Sasa akaenda kule akampelekea dhahabu. Basi mama vaa, angalia. Akaambia mwanangu, mimi si katika ambao ninaopenda dhahabu labda kujifaharisha, sipendi. Lakini nikasema labda hii dhahabu nikishukua nikivaa kwa sikukuu, mashallah kidogo naye atatoka. Nitafurahi, nitatoka, nitaleta na nini, amena kidhahabu. Lakini lengo si kama ninapenda mambo haya, kujifurahisha tu, na ni thamani ndogo. Lakini umenivunja moyo. Pale ukavunja furaha yangu pale, na kuanzia leo ninakuahidi sitovaa dhahabu mpaka ninakufa. Subhanallah. Sasa angalia alichofanya huyu mtu kwa katika ukuk. Kila ambacho mtoto anakifanya mamake au babake akawa anaudhika nacho. Hii inasibika ni ukuk. Huyu anaitwa aqun, ni mwenye kumwasi mzazi wake. Nadhani mpenzi mtazamaji hapo amepata fikra, amepata mawazo, na kama mtu anakosa hili basi amepata kujirudi. Hili ndo maana ya busati la elimu na hekima. Kaa mwanzo mpaka mwisho ili upate kuyajua mambo mbalimbali na faida kem katika kipindi hiki cha Chozi
la mzazi. Tuje swali la pili, Sheikh Rashid. Swali la pili ni kwa nini katika Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ameunganisha ibada ya kumtii yeye, amri ya kumtii yeye, na akafuatanisha moja kwa moja na kuwatii wazazi wawili? Tunasoma katika aya zipo la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hebu tupe hikma ya hili watu wapate kulijua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ustaz Mudaththir, hapa swali nzito na huenda labda sisi wanafunzi na yeye ndo wenyewe tutashinda kujibu, lakini inshallah tutajaribu kadri ya uwezo wa Allah katujalia na afya na uwezo. Lakini naamini ndugu mtazamaji ambaye ni mashekhe wetu na ndugu zetu, huenda kama majawabu yao ni makubwa zaidi kuliko sisi, lakini sisi ni mtihani Allah katupa tunafikisha. Naam. Wanasema kwamba au ilivyo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndo muumbaji. Naam. Allah ndo aliumba kila kitu, Allah ndo kaumba. Ndio. Hata Makoresha unapouliza Allah anaambia Muhammad, waulize Makoresha ambao wanakataa Mungu, hawakatai Mungu lakini wanamshirikisha kwamba kwa kaidi, nani kaumba? Nani kaumba? Wanasema khalaqahunna al-azizul alim. Wanasema Allah ndio kaumba. Kwa mpaka wao hawa Makoresha washirikina wanakubali kwamba Allah ni muumbaji. Kwa hili liko wazi kwa kila mtu, kwa Allah ni muumbaji. Lakini Allah kaika kila kitu na sababu, ni sunna ya Allah. Allah hii kama ni nidhamu, kaika nidhamu katika maisha, kila kitu ina sababu. Sasa sababu ya maadamu kuja duniani kupitia wazazi wake. Sahihi. Allah ni muumbaji, lakini kaika sababu ya kuja hapa duniani na hajashindwa kumteremsha. Na ushahidi tosha baadhi ya wakati Allah sababu anaziondoa. Kuta mtu kawa anao mpaka nakufa apati mtoto. Sahihi. Yote ingekuwa mama na baba ndio wao wanaleta watoto, kila leo angepata mtoto. Naam, sahihi. Na angekuwa wao angechagua anataka mwanamke, anataka mwanamume, anataka 10, lakini sengine mtu anaoa, kila sababu anatumia hapati mtoto. Kwa nini? Allah ndiye anayeumba, sio mzazi. Ingekuwa mzazi anaomba tungepata wengi sana, ingekuwa na watoto. Lakini Allah na hikma zake katika kuumba, kumuumbaji ni Allah, lakini sababu ni mzazi. Kumada mzazi ni sababu ya kuja mwanadamu, kulazima Allah subhanahu wa ta'ala au Allah subhanahu wa ta'ala kamuinua mzazi. Kwa Allah kamuinua mzazi, sasa na wewe madam aliyekuumba kwamba huyu mzazi ana heshima katika maisha yako, vipi tumdharau? Lakini vile vile Uislamu hausahau fadhila, wema, wala tansawul fadla bainakum, kwamba huyu mzazi, angalia Ustaz Mudaththir, wewe umeoa, Allah kakujalia watoto, kwa angalia mtoto tokea mdogo au kabla kuzaliwa, shughuli anaipata mzazi mama, na wewe katika kumsimamia mke mpaka anajifungua, hajazaliwa mpaka hivi na hivi na mambo tofauti ambayo mzazi anajinyima, anapata tabu, anapata shida kwa ajili ya kumlea mtoto, na hakubali mwanawe mbu tu ampate, hata hiari yale na mbu, yani mambo madogo akubali mwanawe ampate. Hasa yote haya ni rahma, ni shafaka, ni huruma ambayo mzazi anafanya kwa mtoto. Sasa lazima wewe mtoto ukumbuke wema ambao mzazi wako kufanyia. Kwa hii Allah subhanahu wa ta'ala kaeka kwamba kwa kuwa ni sababu maadamu kapitia kwa pale, kwa lazima hii sababu wewe uiheshimu. Kama mwanadamu vile ambaye anafanya kazi ikawa kazi yake ni sababu ya riziki, ataheshimu kazi yake. Hakuna mwenye akili akasema akaidharau, ataheshimu kazi yake. Ataheshimu. Kwa nini? Ni sababu ambayo Allah kanipa kupata riziki. Kwa hiyo ni sababu yao kuja duniani, uiheshimu, uitukuze. Kwa Allah atatukumbusha katika aya, jamani, Allah ni muumbaji, lakini kumbuka fadhila za sababu yao kuja duniani. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba sisi tuwapende, akawakuza, akawatukuza wazazi mbele ya macho ya watoto. Allahu akbar, Allahu akbar. Tuende katika swali jingine na wakati unatupa mkono. Labda unaweza ukawafahamisha wapenzi watazamaji, hasa vijana, hapa tunakusudia hasa vijana ndio wenye, japo wapo watu wengine watu wazima hawasemeshani na wazazi wao, wanawaasi, lakini tunakuja asilimia kubwa ni vijana. Labda viashiria gani vya yule mtoto unaweza ukaviona au akaanza kuvionesha vya huko ndiko kuwaasi wazazi wawili? Viashiria viko vingi Ustaz Mudaththir, viashiria viko vingi sana, na hata mzazi mwenyewe akiona kwa mtoto wake, huyu mwanangu mbona yeye anafanya kama siyafahamu. Na saa nyingine wazazi wanawapenda watoto kwa nini? Kwamba huyu mtoto mashallah yuko na mimi sana, lakini mtoto huyu ana viashiria vile vitatu kwamba hanipendi.
na ananiasi. Sasa wawili, ima mtu anamwambia mwanawe, wewe mwanangu unakwenda katika kuniasi, au atamnyamazia kimya kwa kuhifadhi kwamba asije akamkera. Kutamkuta mtu anaona bora rafiki zake kuliko mzazi. Kapata kitu, mfano kutoka mtu anatoka Makka katika ibada, basi jambo la kwanza anamweka mkewe, jambo la pili rafiki yake, jambo la tatu mfanya biashara wake, mwisho mama yake. Sasa hii kweli jamani? Na unamkuta mzazi wake hajawahi kwenda. Sasa anarudi hija, ataambia mkewe, ataambia rafiki zake, ataambia mfanyakazi wake wa ndani au mfanyakazi wake yule ambaye anaichukua gari je kumchukua. Mama yake ndio mwisho kuna kumtembelea. Kwa nini asimfanye surprise mama yake kwamba akamtuma mtu dereva wake na akamleta mama je kumpokea? Angalia furaha ya mama, mwanangu mrudi Makka. Lakini vile vile kwamba kutowatembelea wazazi, kutohudumikia wazazi. Mtu anakwenda kwa mzazi hata kumpelekea zawadi. Yaani atachukua mfano kuna misimu inakuja, mzazi anapenda duriani, lakini atakwenda maduriani hana siri yale. Ndio. Atampelekea mkewe, lakini mzazi ampelekee. Stare. Au kwa mfano kuja mazawadi, anashinda kumpelekea mama zawadi. Mama yake anataka kwenda sehemu, inakuja mama yake anataka kwenda sehemu, mama na mkewe na fulani. Atamwona mkewe bora kuliko mama. Kuna mambo dharura, mke anauma ghafla kitu kingine. Lakini mambo ya kawaida kwamba anaona wengine bora kuliko wazazi wake. Kwa yote haya kwamba vinaashiria kwamba yeye mwenye anajikaa mbali kwa wazazi, hajipendekezi. Wakati mwingine hata simu hampigii hata ile jambo hivi na hivi, hajipendekezi kwa mzazi wake, hajikaribishi kwa mzazi wake, haoni kwa mzazi wake ni bora, haoni kwa mzazi wake ni bosi katika maisha yake. Kwa yote haya kwamba kujiweka mbali na mzazi ni viashiria kwamba huyu mtu anaingia katika kumwasi mzazi wake. Na katika hadithi Mtume anasema, man hajara ahada walidayhi sa'atan min an-nahar kana min ahli an-nar illa an yatub, au kama qala. Labda nimekosea maneno, lakini kwa maana hadithi Mtume anasema kwamba atakayemhama mzazi wake saa moja tu, yani maki Mtume kusema saa kwamba muda mchache. Yani mtu kagombana mzazi akatengana mzazi, hata kusema nani mzazi, muda mchache tu, basi huyo ni mtu wa motoni mpaka tu. Sasa leo mtu tunawatenga wazazi miaka na miaka, wala hatuwaulizi wanakwendaje, wanarudiaje, wanakwenda vipi. Sasa mambo kama haya ni katika viashiria vya mtu anaingia katika kumasi mzazi wake. Na mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu ya Istiqama Swahili TV, na imani umefaidika na umepata mengi, ila kwa yule nasaha zetu kwa yule ambaye mwenye viashiria hivi au mwenye tabia hizi, basi kwa idhini ya Allah, kwa ajili ya Allah, tunamuasi aache mara moja na arudi katika njia iliyokuwa sawa. Nikukumbushe mpenzi mtazamaji, usisahau kulike, kucomment, kusubscribe na kutuandikia maoni katika namba ambayo utakayoiona hapo chini. Ikiwa kuna chochote cha kuongeza, chochote unataka kuzidisha masuala, basi tuma ujumbe wako katika comment au katika namba hiyo ambayo unaiona hapo chini. Kwa kumalizia, suala la mwisho ili tumalize kipindi, Ustadh Rashid, wakati mwingine unakuta watoto hasa wanajisahau, au hata mzazi anaweza akawa mlezi yoyote yule, ikiwa ni mushrif au wenyewe unamuita patron au matron katika mashule au maboarding, au mlezi, kuzungumza tu kawaida anapandisha sauti kuliko hata yule mzazi wake. Japo so kwa maneno ya jeuri au anamtukana, basi ile si hapo tu nimekwambia, au kachukue pale, nishakuonesha hapo, na huyu mama naye hebu kauli kama hizi, je, ni katika uasi au yanahesabika ni mambo ya kawaida? Katika vijana leo ambao kijana anatazama kwamba kubwa hatujui nani mzazi, hatumjui nani mzazi, na huenda katika sababu ni mzazi mwenyewe amempeleka mwanae kufikia hadi ya kule. Sasa ikiwa mtoto anaongea na mzazi wake kwa kauli kupandisha sauti, kwa maana yake kwamba mzazi kawa mtoto, mtoto kawa mzazi. Sababu asli kwamba mwenye nguvu, mwenye power ndio ongea sauti kubwa, na mdogo ndio ongea sauti dogo. Sasa mzazi anataka sauti yake kubwa na mtoto sauti yake chini. Tuangalie katika aya, Allah anasema, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uff. Kwa Allah anasema kwamba watakapofikia wote wawili au mmoja wao ukubwani. Yani ukiangalia aya hii subhanahu wa ta'ala kwamba Allah kaigemeza
akaelezea kwamba kufikia watu wazima. Hamaanishi kwamba wakiwa vijana, wazazi vijana tuwatukane, tuwaseme, kwamba kwa nini? Kwamba hapa kuna malmah, kuna kitu kwamba Allah anatuzindua. Jamani, kweli mzazi akiwa kijana ni vigumu tu kumwasi mzazi wa kijana. Akiwa wazazi wa zamani, kijana umudhi ni ngumu, atakuta mikwaju. Lakini sasa mzazi akiwa mtu mzima, pale kuna adha kwa mtoto, anafanya mambo ya kiajabu. Mtoto mzazi, wewe nani? Mimi mwanao Mudathir. Wewe nani? Na mzazi naye. Sasa pale ni shida. Kwa Allah anasema akiwa watu wazima, ile yani neno dogo tu. Na maulama anasema leti kwa kuna jingine zaidi ya hili Allah angeleta. Lakini ndo ile maki ndo neno la mwisho kabisa. Sasa ikiwa neno dogo, Allah katukataza ile vipi mtu kupandisha sauti? Akasema kwamba fala taqul lahuma wala tanharhuma waqul lahuma qawlan karima. Yani hii qawlan karima inakuja nini? Kwamba maneno mazuri, maneno laini, na takriban maneno laini hayo kwa sauti. Mama nishakwambia, si pale kwambia, sina pesa. Mzazi gani wewe? Utasema kama anaongea na mtoto mwenzake au rafiki yake au kumpirani. Kutoka mtu yuko nyumbani kwake na kwao na mpirani sawa. Wewe njoo bana, matusi manini yote haya yanaingia katika kumasi mzazi. Kwa mtu anapoongea na mzazi wake, akiitikia, akiongea, mama unasemaje, mama vipi, mashaallah inshallah mama nitakwenda, au una shida hivi, basi inshallah shukran mama, barakallahu fiki, naomba dua. Yani mama pale imeweka asiju yaiona, yani maneno laini, basi inshallah labda ngeitazame kuletee. Lakini mama nishakwambia nimekukekea, nishaiona. Yani sasa huenda senge mtu anaongea kwa jazba kwa sababu gani? Ashaambia mama zaidi mara moja hajafahamu. Sasa mama msikini mzazi hataki yale mambo, msikini hajaelewa, umfahamishe. Kwa hata kama kuongea kawaida, basi baba nimekwenda, ndio hivyo. Hapana, kidogo kidogo kama mshikaji wake. Kama vile mshikaji wake. Ungeita mtu dingi, mzee, au nasikia mtu mjomba, au wengine wanawake, halo fulani, halo tuma. Yani mtu mama yake ameta halo tuma. Yani yote yani katika mtu kupelekea mtu kwa. Na siku hata huitwi mama wala binani. Bimo fulani naye. Subhanallah. Kwa yote hii mzazi, mtoto anatakiwa jitahidi kwamba sauti yake iwe chini. Maulama mtu fulani, naam, anakwenda kutoa kafara. Anafanya jambo fulani, yote nimesema naam, ikawa sauti kubwa mbele ya sauti yangu. Kwa anakuja kafara, atafunga, hata kwa ile kusamehe ile kwa majuto. Kwa nini nimesema naam ikawa kubwa kuliko sauti ya mzazi? Na mpenzi mtazamaji wa Istiqama Swahili TV, hakika hili ni chozi la mzazi. Utalifutaje? Basi tufuatilie hapa hapa katika busati la elimu na hekima. Naam, kufikia sasa ni washukuru nyote ambao mnaotutizama, mmetenga muda wenu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, na vile vile kuwashukuru wale ambao wanaotufanya sisi hapa tungare, wakiwemo makameramen na wote wakiongozwa na mkurugenzi Ustadh Suud Luheta. Na sina la zaidi, tukutane katika kipindi kijacho. Ulikuwa nami Mudathir bin Aziz Baalawi, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.